Wanamichezo na wasanii wanalipwa hela nyingi sana ukilinganisha na watu wanaofanya kazi zingine. Yaani ukilinganisha na madaktari, ukilinganisha na walimu, wahasibu na kazi zingine. Unajua kinachotokea ni kwamba hii michezo hii inavuta macho ya watu wengi sana. Inavuta hisia za watu wengi sana. Yaani michezo na hizo sanaa zingine ambazo unaweza ukazitaja. Sasa hizi kazi zingine, udaktari, ualimu, uhasibu, sio kwamba sio muhimu. Ila ni kazi ambazo zinafanyika kwenye mazingira ambayo watu wengi hawaangalii. Yaani mhasibu akiwa anafanya kazi yake, hakuna watu wanaokuwa wanaangalia na kupata hisia fulani, labda ni ya furaha au ni ya huzuni, hakuna. Kwa hiyo sio rahisi, kazi ambayo mtu anakuwa akiifanya hakuna audience ambayo inatamani kumwangalia. Yaani hakuna watu ambao wanatamani kumwangalia akifanya ile kazi na kupata hisia fulani ikalipa sana. Kwa sababu kinachotokea ni kwamba utafanya kazi yako vizuri, lakini watakao note ni watu wachache tu, labda ni bosi wako au watu wengine ambao unafanya nao kazi kwenye taasisi husika. Lakini tofauti na michezo, yaani mwigizaji anaigiza, anafanya kazi yake akiwa anaigiza, yaani ule uigizaji ndo kazi yake. Lakini anaangaliwa na watu 10,000, anaangaliwa na watu 50,000. Sasa ile idadi ya watu ile wanaoangalia michezo, wanaofuatilia sanaa tofauti tofauti, ndio inatengeneza utofauti wa malipo. Yaani siku zote mchezaji mpira hivi ataendelea kulipwa hela nyingi kuliko kazi nyingine za kuajiriwa maofisini, kwa sababu yani kuna watu wengi sana wanatamani kumuona mchezaji mpira akicheza. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba pale kwenye ile tamaa na watu wengi sana kupata hisia wakiona mtu anafanya zile kazi kama ni michezo au uigizaji, kinachotokea ni kwamba kuna makampuni sasa ndio yanaingia na wao sasa wanataka wapate kuonekana kupitia mchezo husika au sanaa. Kwa hiyo yale makampuni sasa ndio yanapeleka hela kwenye sanaa, ndio yanapeleka hela kwenye michezo. Lakini hizi kazi nyingine ni vile tu unafanya, unalipwa mshahara wako wa mwezi na thamani inaonekana kwenye taasisi unaofanyia kazi, au kama unawahudumia watu basi wale watu unawahudumia ambao mara nyingi wale watu unaowahudumia unakuta ni yule mtu tu husika. Yaani kama ni daktari, yule unayemhudumia mgonjwa kwa muda huo ndio yeye tu anakuwa anaona ukubwa ile kazi unayoifanya. Lakini kundi kubwa ambalo kwa muda huo labda haliumwi, halioni ukubwa hiyo kazi. Sio kwamba kazi unayofanya sio muhimu au sio kitu kikubwa. Ni kitu kikubwa sana, lakini ili kiweze kukulipa sana, kama kuna namna unaweza ukafanya kazi ya ofisini ukiwa una mashabiki, ukiwa una halaiki natamani kukuangalia ukiwa unafanya, basi nao utatengeneza hela nyingi bila kujali nini unachokifanya, kwa sababu makampuni, taasisi kubwa zitakuja kuwekeza kutaka zipate kuonekana kupitia wewe. Lakini ikiendelea kwamba ni kazi ambazo zinafanyika sirini, basi utalipo tu kile ambacho umekubaliana na mwajiri wako kwa muda husika basi.